Naam, mtazamaji, Samia Suluhu aililia bunge la Ulaya leo kumhurumia na kusikiliza upande wa serikali yake katika shutuma za mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu Tanzania mnamo Oktoba baada ya uchaguzi. Bunge hilo la Ulaya sasa limeandaa kusikiliza shutuma nzito kutoka Tanzania za mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu leo mchana wa leo bungeni Ulaya. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mgogoro huo umeongezeka leo wakati serikali ya Samia Suluhu ilipotuma barua rasmi ya maandamano ya kidiplomasia katika bunge la Ulaya na kuonya kwamba mjadala uliopangwa kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji baada ya uchaguzi nchini Tanzania unatishia kuvunja uhusiano wa muda mrefu kati ya Dar es Salaam na nchi hiyo ya Ulaya. Hata hivyo, serikali inasema kufanya mjadala wa aina hiyo bila kutoa fursa kwa Tanzania au serikali ya Tanzania kuwasilisha upande wake au msimamo wake ni ukiukwaji wa moja kwa moja wa kanuni za kimataifa. Katika nyaraka ambazo serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu iliyotuma kwenye bunge hilo la Ulaya jana, Tanzania inaeleza kusikitishwa kwake na kikao hicho cha bungeni cha mashauriano kilichopangwa kufanyika Novemba tarehe 26 mwaka 2025, ambayo ni siku ya leo, ambapo wabunge wa EU ama European wanakusudia kujadili kile ambacho wanachokiita mauaji ya baada ya uchaguzi ya Tanzania na kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyeweza kufungwa jela. Barua hiyo ya serikali inaeleza kuwa somo hili linagusa ukuu na heshima ya taifa hilo la Tanzania. Wanadiplomasia wanafichua kuwa katika barua hii ya serikali ya Samia Suluhu ya Tanzania na CCM iliyotumwa kwa bunge la Ulaya usiku wa jana, Tanzania inapinga vikali ukweli kwamba haikualikwa kutoa ufafanuzi wa upande wake mapema au wakati wa vikao vya kamati ya mambo ya nje ya bunge hilo la Ulaya. Kulingana na barua hiyo, kutokuwepo huko kunahatarisha kuunda mjadala wa upendeleo ambao unaegemea upande mmoja, ambao unategemea habari za upande mmoja na madai ambayo hayajathibitishwa kulingana nao. Hati ambayo serikali ya Samia Suluhu ya CCM ilituma kwa bunge la Ulaya inataja kwamba mkataba wao na Ulaya kama sehemu kuu ya kumbukumbu. Tanzania inahoji kwamba mwelekeo wa makubaliano haya unadai kuheshimiana, mazungumzo na mashauriano kabla ya hatua zozote za umma au za upande mmoja kuchukuliwa. Serikali ya Tanzania inasisitiza kuwa kukiuka taratibu hizi kunadhoofisha moja kwa moja mfumo wa ushirika kati ya EU na mataifa ya Afrika, Karibia na Pasifiki. Mtazamaji, kwa mujibu wa mawasiliano au barua ya serikali ya Samia Suluhu ya CCM iliyotumwa katika bunge la Ulaya jana usiku, Tanzania pia inasisitiza kuwa kanuni ya haki ya kusikilizwa ni nguzo ya msingi ya sheria za kimataifa, na hivyo inataka kabla ya bunge hilo kujadili hoja hizo iweze kushirikisha serikali ya Tanzania na kuisikiliza upande wake. Kwa kuendelea na mjadala bila kutoa mwaliko kwa serikali ya Tanzania, wabunge wa Umoja wa Ulaya wanadai wanaweka historia ambayo Tanzania inasema si ya haki, ya kibaguzi na inaharibu haki ya kidiplomasia. Mtazamaji, madai haya ni kulingana na barua ambayo inasambaa sana katika mtandao wa kijamii wa X ama Twitter, ambayo pia imeweza kuchapishwa na kusambazwa sana na wanaharakati wa Tanzania. Kichwa cha habari hicho kinasema imesambazwa na Embassy of the United Republic of Tanzania to Belgium, Luxembourg and mission to the European Union. Katika barua yake, serikali ya Samia Suluhu iliyotumwa kwa bunge la Ulaya, Tanzania inafafanua zaidi kwamba tayari imeunda tume huru ya kitaifa ya uchunguzi yenye jukumu la kuchunguza matukio yote ya hivi karibuni, yakiwemo yale yanayohusiana na machafuko yanayohusiana na uchaguzi. Serikali ya Tanzania inasema kuwa mchakato huu wa ndani unaonyesha dhamira yake, uwazi, uwajibikaji na mchakato unaostahili. Maafisa wanasisitiza kuwa katika ujumbe ambao serikali ya Samia Suluhu iliyotuma kwa bunge la Ulaya, Tanzania inasisitiza kujitolea kwa muda mrefu kwa demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Serikali inasema kanuni hizi zimeongoza mageuzi yake ya ndani na mahusiano ya kimataifa, na kwa hivyo uamuzi wowote
wowote wa nje lazima uzingatie ukweli uliothibitishwa badala ya masimulizi ya kisiasa. Katika sehemu nyingine ya barua ya kupinga serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu iliyotuma kwa bunge la Ulaya, Tanzania inasisitiza thamani inayoweka katika uhusiano wake wa kihistoria na Umoja wa Ulaya. Mawasiliano hayo yanaonya kwamba kuendelea kwa vitendo vya upande mmoja, hasa bila mashauriano, kunaweza kuvuruga uaminifu wa kidiplomasia ambao umechukua miongo kadhaa kujengwa. Rufaa ya serikali ya Samia Suluhu iliyotumwa kwa bunge la Ulaya inajumuisha ombi rasmi la kutaka mjadala wa kikao uahirishwe. Viongozi wanahoji kwa kuahirishwa huku ni muhimu ili kuipa Tanzania fursa ya kuwasilisha mtazamo wake rasmi, kusahihisha taarifa potofu na kutoa sasisho zinazoweza kuthibitishwa kuhusu uchunguzi unaoendelea na michakato ya mahakama. Hata hivyo, iwapo uahirisho hautakubaliwa, serikali ya Samia Suluhu ilituma kwa bunge la Ulaya chaguo la pili ni Tanzania inapaswa kuruhusiwa kushiriki moja kwa moja katika kikao hicho. Barua hiyo inaeleza kuwa hii ndiyo njia pekee ya wabunge wa Umoja wa Ulaya kupata picha sawia na sahihi ya hali ilivyo, badala ya kutegemea tu ripoti zinazosambazwa na makundi ya wanaharakati au mirengo ya kisiasa mitandaoni. Tanzania inasema hii inadhoofisha mapambano ya kimataifa ya miundo ya kufanya maamuzi yenye usawa. Katika aya zake zenye maneno makali, serikali ya Samia Suluhu ilituma kwa bunge la Ulaya ukumbusho kwamba mazungumzo ya kujenga badala ya kulaani yamesababisha ushirikiano, mafanikio kati ya EU na serikali ya Afrika. Rufaa ambayo serikali ya Samia Suluhu ilituma jana kwa bunge la Ulaya inaangazia mazingira nyeti ya kisiasa nchini Tanzania kufuatia mvutano wa hivi karibuni wa baada ya uchaguzi. Serikali inasisitiza kwamba uingiliaji kati wa nje bila ukweli uliothibitishwa unaweza kuongeza mvutano zaidi na kuingilia kati michakato ya ndani inayolenga kurejesha utulivu. Wachambuzi wakipitia barua ya serikali ya Samia Suluhu iliyotumwa kwa bunge la Ulaya wanabainisha kuwa pia inazungumzia kifungo cha mpinzani Tundu Lissu kwa hoja kwamba kesi yake ni ya mahakama ndogo na lazima ishughulikiwe na taasisi za kisheria za ndani. Tanzania pia inaonya dhidi ya kugeuza kesi inayofanya kazi kimataifa kuwa ya kimataifa, ikisema kuwa kuna hatari ya kushawishi kesi za kisheria. Mawasiliano ambayo serikali ya Samia Suluhu imetuma kwa bunge la Ulaya inahitimisha kwa kuwakumbusha wabunge wa EU ama Ulaya kwamba ushirikiano halisi wa kimataifa unahitaji haki na mashauriano na kusikiliza pande zote. Tanzania inaiambia bunge hilo kwamba ushirikiano wa kudumu hauwezi kudumu chini ya masharti ambapo upande mmoja unafanya kazi kwa upande mmoja huku ukitarajia mwingine kukaa kimya. Katika ombi la mwisho, serikali ya Samia Suluhu ilituma kwa bunge la Ulaya wito wa majibu ya haraka, ikisisitiza kwamba uhusiano kati ya pande hizo mbili unategemea kuheshimiana. Mtazamaji, kabla nifunge ripoti hizi na kuonyesha chanzo cha ripoti hizi ambazo zimeweza kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii kama unavyotazama, hii ni barua ambayo inadaiwa ya kwamba imeweza kutoka kwa serikali ya Tanzania, ambayo inaonyesha ujumbe huo ambao unataka serikali pia iweze kusikilizwa kwa upande wake, sio kusikiliza tu upande wa wanaharakati na watu wa mrengo wa kisiasa katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimeweza kukuandalia katika ripoti ama habari hizi ndefu ambazo nimekusimulia sasa hivi. Ningependa kusikia maoni yako. Je, unadhani serikali iko sahihi au je una lipi la kusema? Mtazamaji, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like chini ya video hii baada ya kunijuza maoni yako, alafu chukua sekunde yako nyingine bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile vile mtazamaji, gusa keybox hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend katika mitandao ya kijamii siku ya leo.